Mgomo wa madaktari ulioingia siku yake ya 32 hii leo huenda ukang'ata wa Kenya kwa siku nyingine kadhaa iwapo Baraza la Kitaifa la Ushauri katika muungano wa KMPDU litafeli kukubaliana na ushawishi wa serikali. Baraza hilo linatarajiwa kushauriana na maafisa wa KMPDU waliokutana na Rais Kenyatta katika mkutano kwenye ikulu ya Mombasa hapo jana na kukubali au kukataa kima cha shilingi bilioni 4 kilichotolewa na serikali kuu katika juhudi za kusitisha mgomo huo. Aidha, licha ya mwenyekiti wa tume ya kutathmini mishahara SRC Sarah Serem kuwepo katika mkutano huo, duru zinaarifu kuwa KMPDU inanusa utata katika matokeo yake, kwani hapakuwa na wawakilishi wa baraza la magavana katika mkutano huo ambao ndio waajiri wa madaktari. Madaktari pia wanaripotiwa kuonyesha kutoridhishwa kwao, kwani makubaliano ya mkutano wa ikulu hayakugusia kivyovyote vile utekelezwaji wa mkataba wao wa maelewano ambao ndio chanzo cha mgomo huo. Baada ya kunong'onezana, madaktari hao wanatarajiwa kukutana na waziri wa fedha pamoja na yule wa afya watakapowasilisha uamuzi wa iwapo wamekataa au kukubali kilichotolewa na rais. Nyongeza iliyotolewa na rais itapelekea daktari wa kiwango cha chini kabisa kulipwa kima cha shilingi 1196 mbali na hali ilivyo sasa ambapo wanapokea kima cha shilingi 1144. Mbali na nyongeza ya 300% ya mishahara yao, mkataba wa madaktari pia unapendekeza kuajiriwa kwa madaktari 2000 kila mwaka sawia na matakwa mengine. Na wanapoendelea kusubiri iwapo mwafaka utapatikana, Wakenya wanaendelea kuumia katika vituo vya afya vya umma, huku mgomo huo ukiingia siku yake ya 33 hapo kesho. Hassan Mugambi, Citizen Nipashe.